Kamati ya mambo ya yani, sikiza nikwambie kitu. Niambie, mwenyekiti wa uchaguzi TFF aliyeleta mapingamizi ni mtendaji mkuu wa Yanga. Kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 6 inasema hivi: siku ya kusikilizwa pingamizi anatakiwa aje aliyesaini, aliyewasilisha pingamizi. Sasa alitakiwa aje mtendaji mkuu wa Yanga, ndio alitakiwa aje kwenye kamati, badala yake katuma wakili sio aliyoleta. Kwa hiyo mwenyekiti wa uchaguzi TFF, hiyo ndio sababu ya kulitupa pingamizi hilo? Sio hiyo, ziko sababu nyingi tu. Nyingine ipi? Mfano kama maamuzi yale mapingamizi yalikuja, walileta kama Yanga au walileta kama katibu. Mtendaji mkuu si anawakilisha club? Yanga kama club aliyotaka kusaini ni mwenyekiti wake, ndio kanuni zinavyosema pia. Kwa hiyo hata hilo lenyewe peke yake tungelitupilia mbali kwa sababu ya pili. Kwa hiyo unasema aliyetakiwa kusaini pingamizi hilo ni rais wa club? Mwenyekiti ndio, kwa sababu mwenyekiti ndio mjumbe wa mkutano mkuu, ndio anayepiga kura. Kwa nini hamkumpa haki ya kumsikiliza mwanasheria huyo ambaye anawakilisha klabu yake? Sasa unamsikilizaje wakati hana sifa za kusikilizwa? Sifa za kusikilizwa ni nini? Kanuni inasema aliyeleta pingamizi aje mwenyewe. Sasa wakili hakuleta pingamizi, kwa hiyo hana locus stand ya kuapia before us. Aliyewekewa pingamizi alikuwepo? Anayelalamikiwa tulimuita Karia, alikuwepo. Kwa hiyo takiwa huyo mtendaji mkuu wa Yanga ana kwa ana aseme hoja zake na Karia ajibu, tumuulize maswali. Hoja ya hilo pingamizi ni haya ambayo tunayaona huku kuhusiana na kupinga mfumo wa tawala kwa Rais Karia kugombea tena, ndio hoja hiyo? Mfumo mahala pake sio kwenye kamati ya uchaguzi. Mfumo mahala pake ni kwenye mkutano mkuu, kwa sababu ndio unaotunga sheria. Kwa hiyo mkutano mkuu ukishatunga sheria, ukabadilisha katiba, ikasajiliwa BMT, ikasajiliwa CMT, sisi kazi yetu ni kuzisimamia. Hata kwenye maisha ya kawaida ya bungeni, bunge ndio chombo cha kutunga sheria. Kwa hiyo sheria, bunge lishatunga sheria, taasisi inayotakiwa kutekeleza sheria kazi yake ni kusimamia sheria. Sasa kama sheria ina matatizo, mwenye mamlaka ya kutunga au kurekebisha ni bunge lenyewe, sio mamlaka ya utekelezaji. Mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF, haya ambayo yanazungumzwa huku mtaani mnayasikia kama kamati? Ndio. Mnayafanyiaje kazi? Una kauli gani mwenyekiti? Wakasome tu kanuni wazielewe. Yaani jambo gani linatakiwa kufanya na nani, kivipi, wapi. Liko kwenye kanuni. Hizo kanuni, mkutano mkuu, vilabu vyote ni wajumbe, wanapiga kura kupitisha. Yani vyama vya mpira vya mikoa wanapiga kura kupitisha. Taasisi tanzu za mpira wa miguu wanapiga kura kupitisha. Kama kanuni zina matatizo kulingana na wao, mahala pake ni kwenye mkutano mkuu wa TFF ambao vilabu 10 za ligi kuu ni wajumbe. Asante na tukutakia usiku mwema Kiomon Kibamba, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya shirikisho la kandanda nchini TFF, akizungumza hasa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Awali tumezungumza naye kuhusiana na usahili, lakini pia hapo mwisho ametoa ufafanuzi akizungumza hasa baada ya kulitupilia mbali pingamizi la klabu ya Yanga, na anayetakiwa kusaini pingamizi hilo ili liwe hai ni mwenyekiti wa klabu ya Yanga, kwa maana Rais Engineer Hersi Saidi, na anatakiwa awepo wakati pingamizi hilo linasikilizwa. Yani Hersi ni kama mimi na wewe. Yani Hersi na Kario anatazamana hivi. Si unanielewa? Umepinga nini? Yani unapinga, unataja sababu za kupinga, alafu na image pale Hersi anapolielezea pingamizi lake, alafu Karia sasa anamjibu, na yeye anatoa sababu zake, alafu maswali sasa anaulizwa. Karia na Hersi wanatazamana hivi kwenye mchakato. Umemsikia mwenyekiti, una kauli gani? Nimemsikia mwenyekiti. Mimi binafsi kabla hata ya kutupiliwa mbali shauri hilo na hiki kinachoendelea, mimi kwa sababu nilikuwa najua kanuni zinasemaje, kwa sababu hapa kinachokanganya ni kitu kimoja. Kitu gani hicho? Zamani kanuni yetu ilikuwa linasema kwamba mgombea wa urais wa TFF sawa anatakiwa agombee miaka minne ndani ya miula miwili, au kama anataka kugombea miula mitatu basi agombee miaka mitatu. Sasa FIFA chini ya Infantino wakafanya marekebisho ya zile kanuni zote. Nakumbuka wakati ule
Blatter alivyokuwepo, yeye alikuwa kuweka kikomo cha rais kukaa pale, aliweka miaka 18. Sasa chini ya Blatter na Infantino, kwa sababu bwana lazima kuwe na kikomo cha madaraka kukaa mtu madarakani. Kwa hiyo akasema kwamba sasa hii kutokana kuna nchi watu walikuwa wanakaa tu hakuna kikomo, vile vile hata mashirikisho yao, akasema kwamba iwe watu wanakaa miaka 4 kwa miula mitatu, kwa mwisho hiyo miaka 12 ya kuongoza. Na hii Infantino aliambia mashirika yake yote ifuate muongozo huu. Sasa TFF mwaka 2019 chini ya Wallace Karia ndio na wao wakafanya marekebisho wa hii kanuni. Okay. Sasa na ndio maana hapo msemaji aliotoka kusema akasema mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi katoka kusema kwamba hizi kanuni wenyewe kwenye mkutano mkuu ndo wanazipitisha. Kwa maana yake lazima wakazibadilishe. Kwa hiyo kwenye mkutano mkuu wa 2019 ndo ilipitishwa hiyo kanuni ya miaka 4 kwa miula mitatu. Sasa watu wengi walichokuwa wanazungumza, na kuna baadhi ya vitu maneno nilikuwa nasikia kwamba walipitisha kwenye mkutano mkuu, lakini baraza la michezo BMT hawakuwa wamepitisha. Mabadiliko ya katiba lazima yaende BMT. Maana yake kwa msajili. Kwa msajili. Sasa hebu shikilia hapo kwa msajili.